Karibu tena mtazamaji kwenye awamu ya pili ya taarifa za KTN leo, ikiwa sasa imetimia saa 1:17 saa za Afrika ya Mashariki. Kwenye taarifa ya uchungu, uvumilivu na safari ya familia inayotafuta haki na utulivu wa mioyo yao kaunti ya Vihiga, miili ya marehemu Askofu Hezekiah Ondengo na mkewe Grace Imali imekaa kwenye chumba cha kuhifadhia maiti kwa miaka 5 sasa. Mazishi yao yalisitishwa kutokana na mgogoro mkubwa wa ardhi kati ya familia na serikali ya kaunti. Mwandishi wetu Bramwell Bwire anaripoti kuhusu jinsi mgogoro wa ardhi ya mababu ulivyoacha familia nzima na jamii katika njia panda kati ya sheria, tamaduni na majonzi. Askofu Hezekiah Ondengo alifariki mwezi Novemba mwaka 2020 wakati wa janga la corona. Familia ilipanga mazishi ya kawaida, lakini polisi walivamia nyumbani kwao na amri ya mahakama wakisitisha mazishi hayo. Chanzo cha migogoro kikiwa ni ardhi inayodaiwa kuwa ya umma. So hii issue ya mzee kupass ndio tutakuja tunaambiwa tena tutoke hapa. So tukashangaa tunaenda wapi? Mimi nilikuwa nimeendea Mbale kununua mjiko na jembe za kuchimba kaburi ya mzee. So mimi nikiwa Mbale nasikia tu kuna maskari nyumbani. Sasa nikashangaa nini? Mimi nikafikiria labda sababu ilikuwa wakati wa COVID, wamekuja nini kusimamisha sababu ya COVID. Tangu wakati huo, mwili wa Askofu Ondengo umebaki kwenye chumba cha kuhifadhi maiti cha Mbale kwa miaka 5 mizima. Mkewe Grace alifariki mwezi Mei mwaka huu, kwa kile familia inachosema alilemewa na shinikizo la mgogoro huo. Ikakuja pressure, ikakuja tajelewi, mpaka amekufa hivyo tu. Lakini katika tamaduni za Wamaragoli, mke hazekwi kabla ya mumewe. Hivyo hata katika kifo chake, Mama Grace hajapata mapumziko ya milele. Hata ikiwa ni siku moja, tutashughulika na mambo ya mume, tuzike. Baada ya kuzika mume, ndio tuje tena pia kuzika mke wake. Ardhi inayozazaniwa ipo nyuma ya makao makuu ya kaunti ya Vihiga. Serikali ya kaunti ya Vihiga inashikilia msimamo kuwa ni ardhi ya umma, lakini familia inasema ni ardhi ya mababu zao ambayo wameishi na kuitunza kwa vizazi vingi. Na tumezika hapa watu 4. Ndugu yangu wawili, dada na ndugu ya baba. Nyaraka zinaonyesha mawasiliano ya muda mrefu kati ya familia na maafisa wa kaunti. Mwanasheria wa kaunti anasema mahakama ilishaamua kuwa ni ardhi ya serikali na kwamba familia iliacha kuendelea na rufaa. Kufuatia kilio cha umma kuhusu mateso ya familia ya Ondengo, Rais William Ruto wakati wa ibada ya Jumapili huko Boyani Hamisi aliagiza kutolewa kwa shilingi milioni 2 ili kuwezesha mazishi ya wapendwa wao. Lakini miaka 5 baadaye, makaburi bado hayajachimbwa. Maumivu ya familia bado yanasalia wazi. Maisha mawili yanasubiri kuzikwa pindi tu sheria, utamaduni na urasimu utakapoafikiana. Bramwell Bwire, KTN, Vihiga. Asante sana Bwire kwa taarifa hiyo. Na kwa hivi sasa mtazamaji, nachukua pumziko lingine fupi mno, na baadaye nitarejea na taarifa za spoti. Bajo el cielo.